Engineer Hersi, rais wa klabu ya Young Africans, bwana siku ya jana ameteuliwa kuwa mjumbe wa mashindano ya vilabu vya wanaume duniani. Ni jambo zuri sana na watu wengi wamefurahi, hususan wanamichezo wa Tanzania wamefurahi sana kwa sababu Engineer Hersi ni moja ya kiongozi bora, ni moja ya kiongozi ambaye anapenda soka, ni moja ya kiongozi ambaye ana maono katika soka, na hii imejidhihirisha baada ya Engineer Hersi kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Lakini hajakaa muda sana, jambo ambalo kidogo linaleta amsha ya soka katika Tanzania, lakini katika Afrika Mashariki. Ukumbuke kwamba katika Afrika Mashariki ndio kiongozi wa kwanza anachaguliwa na FIFA kuwa kiongozi wa Afrika Mashariki katika kuongoza mashindano ya mpira. Kwa hiyo ni jambo zuri, na Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla tutegemee kuona mabadiliko sasa katika soka, kwa sababu katika uongozi huu ambao ameingia Engineer Hersi, lakini pia amechaguliwa pia na rais wa mpira Tanzania TFF ya Wallace Karia. Rais Wallace Karia ambaye naye ameteuliwa naye kuwa ni mmoja ya mtu kwenye kamati ya soka la ufukweni. Kwa hiyo kwa viongozi hawa wawili ambao wamechaguliwa kwa Tanzania kwenda kuiwakilisha Afrika Mashariki kwenye mambo ya soka duniani, tunaona soka letu linakuwa, lakini pia kuna kitu ambacho FIFA wamekiona ndani ya uongozi wao, kwa sababu tukimzungumzia Wallace Karia ni mtu ambaye ameonyesha mafanikio makubwa katika soka la Tanzania. Timu kama Simba na Yanga zimefanikiwa kucheza mara nyingi zaidi katika mashindano ya CAF Confederation, lakini pia CAF Champions. Tumeona Simba akicheza robo finali mara 4 mfululizo. Tumeona Young Africans wakifika finali, lakini pia tumekuja kuona Simba naye akifika finali, kitu ambacho kimeonyesha kwamba soka la Tanzania linakuwa, lakini chini ya uongozi ya Wallace Karia. Lakini pia tumeona timu ya Taifa Stars imeendelea kupambana na kucheza mechi kadhaa ambazo mfano kwenye mashindano ya Chani, lakini pia kwenye mashindano ya kufuzu kombe la dunia timu ya Taifa Stars imeendelea kushiriki na kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa kufanya vizuri huko kwa timu ya taifa ya Tanzania pamoja na kukua kwa mpira wa Tanzania kwa vilabu kama Simba, Yanga, Singida Big Stars, lakini pia Azam, tunaona kwamba soka la Tanzania linakuwa, na viongozi hawa wameendelea kuwa chachu ya mafanikio kwenye soka la Tanzania. Kwa maana hiyo tutegemee kuona mabadiliko makubwa sana ya soka kwa Afrika Mashariki, lakini pia kwa Tanzania. Kwa nini? Kuteuliwa kwa Engineer Hersi, lakini pia kuteuliwa kwa Wallace Karia, mafanikio yake yatakuja wapi? Ni kwamba ubora wa michezo utaongezeka, maana kwamba tutegemee kuona kwamba kutakuwa na mashindano mengi zaidi ya kimichezo kwa Tanzania, lakini pia kwa Afrika Mashariki. Lakini pia naweza nikazungumzia kwamba haki itatendeka. Kwa nini haki itatendeka? Tumekuwa tukilaumu sana kwamba wenzetu Afrika Magharibi na Afrika ya Kaskazini wamekuwa wakituonea sana sisi wa Afrika Mashariki kwenye issue ya mpira. Kwa uwakilishi wa watu wawili tutegemee kuona mabadiliko na tutegemee kuona mafanikio zaidi. Lakini pia kwenye swala la uwekezaji utaongezeka pia, kwa sababu Afrika Mashariki na sisi tumepata wawakilishi ambao wameenda kusimama na kuitetea Afrika Mashariki katika soka, si Tanzania tu lakini Afrika Mashariki kwa ujumla katika soka. Kwa hiyo tutegemee kuona uwekezaji mkubwa. Kuna wawekezaji ambao wapo Afrika Mashariki, tutegemee kuwaona wakiwekeza katika soka. Lakini pia tutegemee kuona mabadiliko ya issue za migawanyo ya fedha, kwa sababu unajua vilabu bwana vinavyoshiriki kwenye CAF kuna pesa ambao wanaipata, lakini hapo nyuma tumechukua tukiona kuna malalamiko makubwa sana bwana kwamba pengine hela haziingii au hela hazifiki kwa wakati au hela inafika kwa kiwango kile ambacho sicho. Kwa hiyo tutegemee kuona pia kwamba usawa na haki inaenda kutendeka, kwa sababu tumeshapata wakilishi, tumepata wasemaji, tumepata watu ambao wako mbele yetu sisi kama Watanzania, sisi kama wapenda soka, lakini pia kama Afrika Mashariki. Hawa watu wataenda kutusaidia sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa uongozi huu ambao umefanyika, na tunawashukuru FIFA kwa kuliona hilo. Huenda kuna kitu amekiona. Kwa mfano tunaweza kuzungumzia Engineer Hersi, ni mtu ambaye ameleta mafanikio katika soka la Tanzania, hasa kwa upande wa klabu ya Young Africans. Ni klabu ambayo pia inatajwa sana barani Afrika kwa ni klabu ambayo inafanya vizuri, na hapa juzi klabu ya Young Africans imekuwa ni klabu ambayo ipo kwenye zile rank za CAF namba 10
Kwa hiyo inaendelea kufanya vizuri, na pia chini ya uongozi wake tumeona Young Africans wakifika finali, tumeona Young Africans wakibeba kombe na wakibeba ubingwa wa ligi mara 3 mfululizo. Lakini pia tumeona chini ya uongozi wa Engineer Hersi tumeweza kuona kwamba soka la Afrika linatembea kwa namna yake. Kwa hiyo uongozi huu ni uongozi mzuri, na tufurahie kwa uteuzi ambao umefanyika, na tushukuru FIFA kwa hiki walichokifanya, kwa sababu na sisi kama Watanzania, kama watu wa Afrika Mashariki, tunaenda kuona soka likikua, soka likitembea, kwa sababu ya ushirikiano huu ambao FIFA wameufanya kuwateua viongozi wawili, Wallace Karia pamoja na Engineer Hersi.